Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa kwa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kuangalia kurasa kwa hili. Shule zote za sekondari na msingi katika kambi za wakimbizi Nyarugusu na Nduta zimefungwa ili kushinikiza wakimbizi kutoka nchini Burundi kurejea nyumbani. Zaidi ya wakimbizi 100,000 wapo mbioni kuvutiwa hadhi ya ukimbizi ifikapo Juni mwaka 2026, ikiwa ni hatua ya serikali ya kuwarejesha nchini kwao kutokana na hali ya amani kuimarika nchini Burundi. Tunakusudia pia, nataka niwaweke wazi kusudi msije mkasema hatukujiandaa. Mara zote tumesisitiza kwamba jiandikisheni muondoke kwa hiari. As Burundi is now internationally recognized as safe for return. Nchi ya Burundi kwa sasa kila raia wake anaishi kwa amani, na sisi kama UNHCR tunaona kila wakimbizi walioondoka nchini humo waweze kurudi kuungana na ndugu zao, kujenga nchi yao na kukuza uchumi wao. Wengine wanapata ujuzi wa kilimo, nendeni mtumie ujuzi huo kwa manufaa yenu na nchi yenu. Haya mambo ya kupewa kila siku na wazungu yana mwisho. Ni wakati wetu sasa wa Afrika kujenga Afrika yetu. Lakini wakimbizi wenyewe walikuwa na hisia tofauti kuhusu maamuzi hayo. Mtu kwanza akiwa kwenye asili yake, kwenye nchi yake, inakuwa kwanza ni heshima kubwa na anakuwa na uhakika wa kufanya kitu kile ambacho anaweza kukitengeneza kwa ajili ya nchi au kwa ajili yake yeye na familia yake. Ukimbizi unaumiza. Ukimbizi unapoteza ndugu, unapoteza familia, unapoteza watoto, una wazazi pia. Lakini pia unapoteza yule mwelekeo wako wa maisha. Tuendelee na kurasa. Martha Maduhu, mkazi wa kata Nkololo, wilaya Bariadi, mkoani Simiyu, aliungua na moto akiwa na umri wa miaka 3, hali iliyopelekea mkono wake mmoja kujikunja na kushindwa kunyoka. Kwa sasa Martha ana umri wa miaka 23, na kwa maelezo yake anasema awali alitibiwa lakini mkono huo haukuweza kunyoka kabisa. Nimetembea hospitali nyingi ili kutafuta madaktari bingwa, lakini kutokana na hali ya kiuchumi nilishindwa kufika Bugando kwa sababu sikuwa na hela za kuweza kunifikisha huko kupatiwa matibabu. Lakini pia naiomba serikali iweze kuweka madaktari bingwa karibu na wilaya zetu ili tuweze kupata huduma kwa urahisi, na hata kama wakija pia waweze kukaa kwa muda mrefu, hata kama ni mwezi mzima, ili tuweze kupata huduma vizuri. Tunao madaktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na kizazi, tunao madaktari bingwa wa upasuaji pamoja na njia za mkojo, tunao madaktari bingwa wa watoto na watoto wachanga, tunao wauguzi bingwa. Sisi wananchi wa mkoa wa Simiyu na watumishi wenzangu tuna matumaini makubwa sana na nyinyi. Nilipopata taarifa za madaktari bingwa ambao Mheshimiwa Rais ameona waje mkoani Simiyu, kwa kweli sisi tumeshukuru na tunafarijika na tunatumaini kwamba mnavyoenda kutoa zile huduma kule, mtatutoa sehemu moja tuliopo sisi Simiyu huku kwenda sehemu nyingine. Tumalizie kurasa kwa hili. Mkazi wa mtaa wa Kisutu, Mtwara, amekamatwa kwa kuchepusha umeme baada ya shirika la uzalishaji na usambazaji umeme Tanzania TANESCO kufanya operesheni maalum ya kubaini watu wanaochezea mita za umeme. TANESCO imegundua uhalifu wa mitambo yake na kuchukua hatua kwa wale waliobainika kufanya vitendo hivyo vya kihalifu. Zoezi la ukaguzi wa mita kwa wateja wetu wa Mtwara mjini, ambapo kwa leo timu yetu ilikuwa maeneo ya Kisutu. Leo tumebaini kumkamata mteja mmoja ambaye amechepusha umeme ambao haupimwi. Mita ameibypass na hiyo mita inakana haipo kabisa kwenye mifumo ya shirika. Mita ya umeme ili iweze kufanya kazi inahitaji iweze kupima alafu iweze kumpa mteja aweze kutumia. Lakini upande ambao mita hii inatakiwa ipime alafu itoe, mteja huyu ameweza kuchepusha kabla ya kupimwa, yeye anachukua. Na tushafanya hesabu zetu almost milioni 60 ambazo tumeokoa ili kulikaba haya ambao umeme ambao ulikuwa wanautumia bila kulipia.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.